Marekani itapata majuto makubwa kwa kuizamisha manowari ya Iran ya Dena. Haya ni maneno ya waziri wa mambo ya nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Said Abbas Araghchi. Ametoa mjibizo kwa hatua ya jeshi la Marekani ya kuilenga na kuiharikisha manowari ndogo ya Dena na kusisitiza kwamba Washington itapata majuto makubwa kwa kuanzisha mwenendo huo. Katika ujumbe alioweka kwenye mtandao wa X Alhamis, Araghchi ameandika, Marekani imesababisha janga jingine ambalo mara hii ni la baharini na katika masafa ya maili 2000 kutokea pwani ya Iran. Waziri wa mambo ya nje wa Iran amesema manowari ya Dena ambayo ilikuwa mgeni wa jeshi la wanamaji la India ikiwa imebeba mabaharia wapatao 130 imelengwa katika maji ya kimataifa pasi na kupewa tahadhari yoyote, na kwa sababu hiyo amesisitiza kwa kusema, mtaona Marekani itapata majuto makubwa. Shirika la habari la Iran limeripoti kuwa manowari ya mashambulizi ya Dena ambayo ilikuwa ikirudi nchini kutoka kwenye mazoezi ya pamoja ya majini na India imeshambuliwa na kuzamishwa na nyamizi ya Marekani ikiwa katika pwani ya Sri Lanka. Zaidi ya mabaharia 80 wa manowari hiyo wameuawa shahidi katika hujuma hiyo ya kigaidi. Lakini hayo yakiendelea, zaidi ya wanajeshi 500 wa Marekani wameuawa, na hii ni taarifa iliyotolewa na katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa la Iran, Ali Larijani. Amesema kuwa Rais Donald Trump wa Marekani anapaswa kutarajia gharama bora zaidi baada ya kukuza kwa zaidi ya wanajeshi wa Marekani 500 wameuawa. Larijani ametuma ujumbe kwenye ukurasa wake binafsi kwenye mtandao wa X na kuandika, Bwana Trump kupitia michezo ya kisarakasi ya Netanyahu ameliingiza taifa la Marekani katika vita vya kidhalimu dhidi ya Iran. Ameongeza kuwa sasa fanya mahesabu, iwapo zaidi ya wanajeshi 500 wa Marekani wameuawa katika siku chache zilizopita, bado ni Marekani kwanza au Israeli kwanza? Larijani ameionya Marekani akisema, kisa hiki bado hakijamalizika. Kuuawa shahidi Imamu Khamenei kutakuwa na gharama kubwa kwenu. Mwisho wa kumnukuu. Vilevile Rais wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran amesema kwenye ujumbe wake kwa viongozi wa nchi rafiki na majirani kwamba mashambulizi ya kijeshi ya Marekani na utawala wa Israeli yameiacha Iran bila chaguo lolote isipokuwa kujilinda. Kwa mujibu wa shirika rasmi la habari la Iran IRNA, Masoud Pezeshkian, rais wa Iran, ameandika kwenye mtandao wa X ujumbe ufuatao: viongozi waheshimiwa wa nchi rafiki na majirani, tulijaribu kwa msaada wenu na kupitia diplomasia kuepuka vita, lakini mashambulizi ya kijeshi ya Marekani na utawala wa Kizayuni hayajatuachia njia yoyote isipokuwa kujilinda. Tunaheshimu mamlaka yenu ya kujitawala na bado tunaamini kuwa utulivu wa eneo hili unapaswa kudhaminiwa na nchi za eneo zenyewe. Vikosi vya majeshi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran vinaendeleza operesheni za Ahadi ya Kweli ya 4 ikiwa ni katika kujibu uchokozi wa Marekani na utawala wa Israeli ulioanzisha Jumamosi. Operesheni hizo za kijeshi za Iran zimeendelea kulenga ngome za kijeshi, kiuchumi na kisiasa za utawala wa Kizayuni wa Israeli na vituo vya kijeshi na kijasusi vya Marekani katika ardhi za nchi za eneo. Vilevile, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Ismail Baghei amesisitiza kuwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran haizishambulii nchi jirani bali na vilenga vituo vya kijeshi na vya maslahi ya Marekani vilivyoko kwenye eneo hili. Baghei ametoa ufafanuzi huo katika mahojiano na channel ya Al Arabia na kukumbusha kuwa Iran imeandamwa na mashambulizi yasiyo na uhalali wa kisheria ya Marekani na utawala wa Kizayuni. Amesema harakati za Iran zinazoshuhudiwa hivi sasa katika eneo zinafanyika kwa msingi wa kujihami na kwamba Jamhuri ya Kiislamu haina uadui wowote na majirani zake wala nia yoyote ya kuzishambulia nchi hizo. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje amesisitiza kuwa katika mashambulizi yake vikosi vya majeshi ya Iran vilenga tena kwa umakini vituo vya Marekani tu na kwamba kinachojiri hivi sasa ni Iran kujihami kulingana na kifungu cha 51 cha sheria za kimataifa. Katika mahojiano hayo na Al Arabia, Baghei ameendelea kueleza kuwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ilishambuliwa kijeshi kinyume na sheria na Marekani ikishirikiana na utawala wa Kizayuni katika siku ya 10 ya mwezi mtukufu wa Ramadhani na kwamba huo ndio uhakika wa mambo. Amesema hiyo ilikuwa jinai kubwa na uchokozi wa wazi dhidi ya uhuru na mamlaka kujitawala ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, na sisi tulishatangaza tokea kabla kwamba ikiwa tutaandamwa na shambulio lolote tutatoa jibu kali na la kila mahali. Ila mjumbe wa kamati ya uongozi ya baraza la wanazuoni wataalam linalomchagua kiongozi mkuu amesema mchakato wa kumchagua kiongozi mkuu mpya unakaribia kukamilika. Hujjatul Islam wal Muslimin Mohsen Komi ameeleza hayo katika mahojiano na television
ya Iran na kufafanua kuwa mchakato wa kumchagua kiongozi mkuu mpya kwa mujibu wa misingi ya katiba na kanuni zilizomo kwenye mwongozo wa ndani wa baraza la wanazuoni wataalam unakaribia kukamilika na kwamba tetesi zinazoenezwa kwenye mitandao ya kijamii hazina mashiko ya kisheria. Mjumbe wa kamati ya uongozi ya baraza la wanazuoni wataalam amekumbusha kuwa baraza hilo la kumchagua kiongozi mkuu hivi sasa linatekeleza jukumu lililokabidhiwa ili kuweza kumtangaza haraka iwezekanavyo kiongozi mkuu mpya kwa mujibu wa msingi wa 11 wa katiba. Hujjatul Islam Komi amesisitiza kuwa wananchi wasishughulishwe na uvumi na kwamba taarifa wanazohitajia wazifuatilia kupitia kamati ya uongozi tu ya baraza la wanazuoni wataalam. Vile vile, duru za habari za Palestina zimetangaza kuwa utawala wa Kizayuni umekiri kuwa jeshi la utawala huo lipo kwenye mashinikizo ambayo halijawahi kushuhudia kutokana na mashambulio ya harakati ya mukawama wa Kiislamu ya Hezbollah ya Lebanon kwenye medani ya kaskazini ya vita ya Palestina inayokaliwa kwa mabavu. Kamandi ya jeshi la utawala wa Israeli kwenye eneo la kaskazini alfajiri ya kuamkia Alhamis imewaamuru walowezi wa Kizayuni wanaoishi vitongoji haramu 22 vya mpakani wasalie kwenye maficho au sehemu zingine zenye usalama. Wakati huo huo, vyombo vya habari vya utawala wa Kizayuni vimeripotiwa wanajeshi za Kizayuni wamefikiwa na tukio kubwa katika eneo la kusini mwa Lebanon. Baadhi ya vyombo vya habari vimeripoti kuwa shambulio la mukawama limelenga eneo moja kwa moja, kifaru, gari dogo la kijeshi la utawala wa Kizayuni kwenye mpaka wa Lebanon. Kikosi cha wanaanga cha jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu kimerusha makombora kwenye uwanja wa ndege wa Ben Gurion wa Israeli na kambi ya anga Alhamisi asubuhi, vyombo vya habari vimeripoti. Makombora manne mazito ya Horamshar ya kikosi cha wanaanga cha IRGC yaliweza kurushwa asubuhi. IRGC iliongeza kuwa wakati wa hatua ya 18 ya operation dhidi ya Marekani na Israeli, angalau malengo 20 ya kijeshi ya Marekani huko Bahrain na UAE na Kuwait yaliweza kushambuliwa. Vilevile, makadirio ya kijeshi ya Israeli yanaonyesha kwamba zaidi ya nusu ya vifyatuaji makombora vya Iran vimeharibiwa katika mashambulizi ya hivi karibuni tangu Februari 28, kulingana na msemaji wa IDF Anna Ukolova. Kulingana na tathmini zetu, zaidi ya 50% ya vifyatuaji makombora ya Iran vimeondolewa. Alieleza zaidi kwamba kupungua huku kwa uwezo wa makombora ya Iran ilikuwa jambo muhimu linalowezesha mamlaka ya Israeli kupunguza vikwazo kadhaa katika eneo la nyumbani. Kamandi ya mbele ya nyumbani ya Israeli inazingatia vipengele mbalimbali, ikiwa ni pamoja na nguvu ya kijeshi inapotoa maagizo kwa umma. Ukolova alisisitiza, ingawa nguvu ya makombora imepungua, tishio linaendelea. Mifumo yetu ya ulinzi wa anga inabaki macho na tunawasihi kila mtu kufuata maagizo ya usalama na kwa macho. Vile vile, utawala wa Marekani umepuuza matokeo ya uhasama ulioanzisha dhidi ya Iran na sasa unaharakisha kuongeza watu na rasilimali kwa ajili ya mgogoro mkubwa na mrefu. Kamati kuu ya Marekani ambayo inahusika na shughuli katika eneo hilo imeiomba Pentagon kutuma maafisa zaidi wa ujasusi wa kijeshi katika makao yake makuu huko Tampa, Florida, ili kusaidia shughuli dhidi ya Iran kwa angalau siku 100, lakini pengine hadi Septemba, taarifa ilionekana na Politico ilionyesha. Hii kulingana na tovuti ya habari inaonyesha kwamba timu ya rais wa Marekani Donald Trump haikuwa imetarajia kikamilifu matokeo makubwa ya vita. Katika mahojiano na Politico, Gerard Feinstein, mwanadiplomasia mkuu wa zamani wa Marekani, aliita vita hivyo operation ya dharura kabisa ambayo hakuna mtu aliyeelewa au kuamini kwamba hatua za kijeshi zilikuwa karibu. Inaonekana kama waliamka Jumamosi asubuhi na kuamua kwamba wangeanzisha vita. Jeffrey Feltman, balozi wa zamani wa Marekani nchini Lebanon, alikosoa vitendo vya idara ya mambo ya nje ya Marekani kuhusu usalama wa Marekani katika eneo la mgogoro kama kutotimiza wajibu kabisa. Vilevile, Urusi inatoa wito wa juhudi za pamoja za kukomesha uhasama katika Mashariki ya Kati na haiondoi kupitishwa kwa azimio la Baraza la Usalama la Umoja Mataifa. Waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov anasema wakati akizungumza katika meza ya mazungumzo ya ubalozi, mlituomba tukomeshe mgogoro tukizingatia uhusiano wetu na Iran, Waarabu na Marekani, lakini jibu langu ni tunataka kuuzuia, lakini tuufanye pamoja, Lavrov alisisitiza. Kwa ajili hiyo haitatosha kusema tu Iran lazima isimame. Vilevile, vitendo vya kijeshi katika Mashariki ya Kati na athari zake katika mazingira ya kimataifa ya mafuta havipaswi kusababisha kushuka kwa bei ya mafuta nchini Urusi. Msemaji Kremlin Dmitry Peskov anasema, katika kesi hii mazingira ya kimataifa yanayohusiana na vita nchini Iran hayawezi na hayapaswi kwa sababu ya kushuka kwa bei zetu za mafuta, lakini bila shaka serikali inafuatilia hali hiyo kila mara, aliwaambia waandishi wa habari. Serikali
na vyombo mbalimbali vya kupambana na ukiritimba ya shirikisho hiyo wanafuatilia hali hiyo kwa bei ya mafuta nchini, Peskov alibainisha. Shukrani kwa Babe wa Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.